السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yeye pamoja na masahaba wake na yeyote yule ambao kwamba ataweza enda sambamba na mafundisho yake mpaka siku ya Kiyama. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni wa waja wema, Allahumma amin. Ndugu zangu, mubashara tunaingia katika darsa letu katika kitabu Riyadhus Salihin. Tunaendelea na mlango babu al-ikhlas ila akhirih. Wayajibu ala al-insan an yukhlisa an-niyya lillahi fi jami'i ibadatihi, ni wajibu kwa kila mwanadamu anapoenda kutenda kitendo chochote akifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kila ibada yoyote anayotenda. Wa alla yanwi biibadatihi illa wajha Allah subhanahu wa ta'ala wa dar al-akhirah. Na wakati anapotenda kwanza, before ama kabla, anuie kwanza ibada yake iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwa kutafuta malipo, kwa kulipwa, kwa kutaka kulipwa kesho akhira. Wa hadha huwa alladhi amru Allah bihi fi qawlihi, na hii ndio amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli yake ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Na hiyo ndiyo kauli Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wama umiru illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa isipokuwa illa liya'budu Allah, isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani waliwatangulia nyinyi katika hii dunia waliamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din, ay mukhlisina lahu al-amal, yani kufanya kitendo chochote, wafanye kitendo chochote kwa kutaka ridhaa, kwa kutaka yani kufurahishwa ama kufurahisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wayanbaghi an yastahdhira an-niyya fi jami'i al-ibadat, na inatakikana kwa kila mja kwanza kusafisha nia katika vitendo vyote anavyovitenda. Fayanwi mathalan alwudhu'a, mfano anuie katika kitendo cha udhu, wa annahu yatawadda lillah, kwamba anaenda kutawadha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Imtithalan awamirillah, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi thalathatu ashya, hii kitendo inagawanyika mara tatu. Aniyatul ibada, kuna nia ya ibada. Athani wa niyatu an takuna lillah, ya ibada iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu ya tatu, wa niyatu annahu qama biha imtithalan awamirillah, ya tatu kitendo hicho akifanya kwa kutekeleza, kwa nia ya kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha akmalu shay'in fi niyya, kadhalika fi sala wa fi kulli ibadat, inatakikana kwa kila sala ama kwa kila ibada yoyote mja anayoenda kutenda, yani aitende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kutaka ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa dhakara al-muallif iddata
ayat kullaha tadullu ala anna niyya mahalluha alqalb. Na muallif rahimahullah, mwandishi wa kitabu, ametaja ayati mbalimbali zote zinatujulisha na kutuonyesha kwamba nia sehemu yake ni katika moyo wa mwanadamu. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala alimu bi niyyati al-abdi, na anatujulisha kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatambua nia ya kila mja anapotenda kitendo chochote. Rubama ya'malu amalan, wenda mja huyu ataweza kuwa anatenda kitendo yadhharu amama an-nas, anadhihirisha mbele ya watu annahu amalun salih, anadhihirisha na kuonyesha kwamba kitendo hicho anachokifanya ni kitendo kizuri, wa huwa amalun fasid, na ilhali ni kitendo ambacho kwamba ni fasid. Afsadatahu niyya, kenye kimekiharibu kitendo hicho na kuwa pamoja ni kizuri, kilichokiharibu ni nia ya hicho kitendo. Lianna Allah ya'lamu ma fil qalbi, kwa sababu Allah yeye ndiye mwenye kujua yaliyomo katika nyoyoni mwa mwanadamu. Wama yujazi linsana yawm alqiyama, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumlipa mwanadamu kesho siku ya kiyama, illa ala ma fi qalbi, na yaliyomo katika vifuani vya mwanadamu ama vya wanadamu. Liqauli llahi ta'ala, Allah anasema innahu ala raj'ihi laqadir, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye anaweza, ni mwenye kuweza kurejesha mwanadamu. Kwa hivyo ndugu zangu, fa fil akhirah yakunu thawabu wal iqab wal i'tibar bima fil qalbi. Kwa hivyo ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala, kenye Allah anaangalia kilichomo katika vifuani mwa wanadamu. Kwa hivyo inabidi kitendo chochote sisi kama wanadamu tunachokitenda tukitende kwa ajili ya kufanya nini? Ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja katika hadith ambayo kwamba imepokewa na Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, muttafaqun alayhi. Hii hadithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuitamka, kwanza masahaba ridwanullahi alayhim, unajua Mtume alikuwa akionyesha wahi kutoka kwa Allah. Kwanza masahaba ridwanullahi alayhim, kuna wengine walikuwa na nia mbalimbali wakati Mtume ametangaza kufanya hijra. Kuna wenye walikuwa na nia ya kufanya hijra kwa ajili ya wanawake, walikuwa wamesikia Madina kuna wanawake warembo, kuna wanawake wazuri, na wengine sasa walikuwa wanataka kwenda kufanya biashara Madina, lakini wamekosa uwezo wa kufika huko. Kwa hivyo hiyo ni chance wengi walikuwa wamepata. Ndio maana sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataja hadithi kama akasema, innamal a'malu binniyat, hakika kila kitendo Allah subhanahu wa ta'ala yamlipa mwanadamu kutokamana na nia alichokifanya na nia yake. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na Allah atamlipa mwanadamu kulingamana na nia aliyoinuia kwa kitendo hicho. Faman kanat hijratuhu ila Allah, ikiwa hijra ya mmoja wenu yani ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au lidunia, ama nia yake ni kwa ajili ya dunia, alafu ama ni kutaka kumwoa mwanamke, fahijratu ila ma hajara ilay, hijra yake itakuwa kwa kile nia, yani kwa kile alichonuia. Kwa hivyo ndugu zangu, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala na turejeshe ukweli wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani tufanye kitendo chochote kwa kutaka ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, taban. Kwa hivyo tumomba Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia wakati mwingine insha Allah tutaendelea na kitabu chetu insha Allah biidhnillah ta'ala. Naam, bagarago ba Allah nimegushimira uiteka Allah subhanahu wa ta'ala
no gusabira intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Bagaragu ba Allah, dukomeje igitabo cyacu cya Riyadus Salihin, aho tugiye kurebera hamwe umuryango utwigisha gukora igikorwa icyo ari cyo cyose tugamije gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni umuryango uboneka mu gitabo cya Riyadus Salihin. Ni ukuvuga ngo nuko twabanje uyu muryango, muallif rahimahullah aravuga mbere na mbere aniya mahanuha alqalbu. Muallif aratubwira yuko mbere na mbere umugambi w'umuntu uba ku mutima, ntabwo uba ku rurimi. Uvuga ngo umugambi wawe ugomba kuba ku mutima. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gukora igikorwa cyose, shyiraho umugambi ku mutima. Nuramuka ugaragaje ku munwa cyangwa se ku rurimi, menya yuko igikorwa cyawe cyangiritse, kubera yuko kuriya kugaragaza umugambi wawe ku munwa byangiza igikorwa cyawe kandi biza mu gihimbano. Bityo rero bagaragu ba Allah, muallif rahimahullah aravuga ati wa alla yanwi bi'ibadati illa wajhi Allah wa dar al-akhirah. Ni byiza yuko umugaragu mu gihe agiye gushyiraho umugambi, ashyira umugambi ku gikorwa cyo cyose agiye gukora, agambiriye cyangwa se ashyiraho umugambi yuko agiye kugikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aragira ati wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Ngo ntabwo bategetswe abababanjirije usibye ko bategetswe kuba basenga, uretse basenge Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo kandi mukhlisina lahu ad-din ay mukhlisina lahu al-amal, ukuvuga ngo bakora ibikorwa ibyo byose babikora kubera gushaka impuhwe za Allah no gushaka kwishimirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero wayambaghi an yastahdira niyya, ni byiza yuko buri muntu wese mu gihe agiye gukora igikorwa abanza agatunganya umugambi wiwe, abanza akeza umugambi wiwe. Ni ukuvuga ngo umugambi wiwe ukaba mu kugira ngo ashimishe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'il ibadat, kuri ibada iyo ariyo yose yaba agiye gukora. Bagaragu ba Allah rero, ibi nituramuka turanzwe nabyo, tugakora igikorwa tugamije kugira ngo dushimishe Allah subhanahu wa ta'ala, tugamije kugira ngo tubikore kubera ko ari itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, wabagaragu wa Allah nyagasani subhanahu wa ta'ala azatwishimira kandi ibikorwa byacu bizakirwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twasaba Allah subhanahu wa ta'ala kuri amagambo make ko yadushira min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan, wallahu yaqulu alhaqqa wa huwa yahdi as-sabil.